Rais Donald Trump ametoa ujumbe kwa kuelekea kwa waziri wake wa ulinzi au waziri wa vita wa nchi ya Marekani Peter Hegseth kuhusiana na swala la kusitishwa kwa mazoezi ya kijeshi baina ya nchi ya Marekani na nchi ya Korea Kusini. Sio Korea Kaskazini ile ya Kim Jong Un, Korea Kusini. Ni nchi ambazo zinapakana. Na sababu yake ya kutaka mazoezi ya kijeshi baina ya nchi ya Marekani na nchi ya Korea Kusini yaweze kusitishwa, ametoa sababu kama tatu. Sababu ya kwanza ni kwa sababu mazoezi baina ya nchi ya Marekani na nchi ya Korea Kusini huwa yanachukuliwa na nchi ya Korea Kaskazini ile Kim Jong Un, huwa wanachukulia kwamba ni mazoezi ya uchokozi, na ndio maana North Korea ile ya Kim Jong Un wenyewe huwa wanarusha makombora mara kwa mara, kwa sababu ya kuona kwamba nchi ya Korea Kusini kwanza katika upande wa bajeti yake ya ulinzi imekuwa ikiongezeka mara kwa mara, lakini vile vile wamekuwa wakifanya mazoezi na nchi ya Marekani, mazoezi ambayo yamekuwa yakionyesha kama yanatishia kwamba siku moja nchi ya Korea Kusini wanakusudia kuivamia nchi ya Korea Kaskazini. Na ndio maana Kim Jong Un amekuwa mara nyingi akitoa maelekezo au jeshi lake limekuwa likifanya mazoezi mengi ya kurusha makombora. Hii ni sababu ya kwanza ambayo ameitoa Rais Donald Trump, kuepuka kuonekana kama ni uchokozi na kuweza kupunguza ile tension inayopelekea Korea Kaskazini kurusha makombora yao mara kwa mara. Ni vyema Marekani waweze kustopisha mazoezi ambayo huwa wanafanya na nchi ya Korea Kusini. Hiyo ni pointi ya kwanza. Lakini pointi ya pili, amezungumzia swala la gharama, kwamba gharama ni kubwa ya mazoezi ya kijeshi baina yao na nchi ya Korea Kusini, na hizo gharama mara nyingi zinabebwa na nchi ya Marekani. Kwa hiyo kuepuka zile gharama ambazo zinatokea mara kwa mara kupitia mazoezi ya kijeshi baina ya nchi ya Marekani na nchi ya Korea Kusini, ni vyema Marekani wakastopisha swala la mazoezi yao ambayo huwa wanafanya na nchi ya Korea Kusini. Lakini jambo lingine ni kutoa fursa ya kidiplomasia, kutoa fursa ile ya kwamba ile joto baina ya Korea Kusini na Korea Kaskazini liende katika mwenendo wa kidiplomasia na sio mwenendo wa mvutano. Na ametoa kama kulaumu zile tawala za nyuma zilizopita kwenye kutumia hiyo strategy ya kwamba Korea Kusini kama wanafanya mazoezi na Marekani ya kuongeza joto, na hii inatokana kwamba toka Kim Jong Un ameingia madarakani, maana yake kwa rekodi Rais Donald Trump ndio mtu ambaye alikutana na Kim Jong Un, walifanya mazungumzo katika marais wa nchi ya Marekani. Kwa hiyo hilo vile vile Rais Donald Trump katika ujumbe wake anaashiria kama ni urafiki baina yake vile vile na Kim Jong Un. Sasa ujumbe huu manake ni ujumbe ambao sisi tunachukua katika uzito wa hali ya juu. Tunachukua katika uzito wa hali ya juu kwanza kwa kuzingatia strategia ya nchi ya Marekani ambayo inajulikana kama Island Chain Strategy. Tukisema Island Chain Strategy maana yake ni strategia ya nchi ya Marekani kutumia visiwa kwenye kuizunguka nchi ya China. Maana yake kutokea katika Japan kwenda katika sehemu kama za Philippines, kwenda katika sehemu kama za Singapore, kutokea Japan kwenda mpaka katika sehemu kama za Australia. Hapo katikati kuna visiwa ambao vile vile Marekani ni kama anakuwa ana base katika sehemu hizo. Vile vile kwenda hata katika sehemu ya Korea Kusini. Maana yake kuna uwekezaji wa nchi ya Marekani ambao lengo lake kubwa hasa huwa inakuwa ni kuizunguka nchi ya China. Island Chain Strategy. Hii ni strategia ya nchi ya Marekani ambayo huwa wanaitumia kwenye kuizunguka nchi ya China. Kwa hivyo maana yake ni kwamba unapostopisha mazoezi ya kijeshi baina ya nchi ya Marekani na nchi yoyote katika zile ambazo zimezunguka nchi ya China, maana yake ni kama kuondoa ule utayari wa jeshi la Marekani na majeshi ya zile nchi husika ambazo zinazunguka nchi ya China kujiandaa na mgogoro wote utakapokuwa unatokea. Na ndio maana tunasema hili jambo tunalichukua katika uzito wa hali ya juu. Lakini kwa kutumia strategia hiyo ya Island Chain Strategy, palikuwa kuna msigano baina nchi ya Korea Kusini na nchi ya Marekani. Kwa sababu kwanza kabisa Marekani hivi sasa wamekuwa wakitumia kitu wanachoita budget sharing. Yani kwamba zile gharama za uendeshaji wa shughuli za kijeshi, jeshi lao linapokuwa liko mahala popote, labda kwa ajili ya kutoa ulinzi na vitu kama hivyo, lazima ipatikane kushare zile budget. Maana Marekani haiwezi kuwa yenyewe inawajibika kulipa gharama zote za wanajeshi wake kuwepo mahala fulani.
bali na zile nchi vile vile ni lazima ziweze kufanya hivyo, na hii imekuwa imetiliwa nguvu sana na ile wenyewe wanaita defense strategy, ile national security strategy ya nchi ya Marekani, kama strategia ya ulinzi wa nchi ya Marekani ya document ya mwaka 2025 kwenda 26. Sehemu ya maelekezo yake ilikuwa ni hayo kwamba nchi zitakuwa zianze kushare katika upande wa zile gharama, na ndio asili hata ya nchi za Ulaya kuambiwa ziongeze gharama ya mchango wao katika NATO. Zile nchi za NATO ziongeze gharama, kwa maana kwamba walau zifikie katika 5% ya pato ghafi la taifa, lile GDP, kwamba 5% ya lile pato ghafi la taifa liende katika upande wa masuala ya ulinzi na usalama, kwa maana ya kwamba waongeze gharama vile vile ya kushughulikia swala la ulinzi wa eneo kama lile la Ulaya, kwa sababu Marekani vile vile na jeshi lake katika mazingira hayo, ambao kwa siku za nyuma Marekani alikuwa anabeba gharama zaidi, lakini kwa hivi sasa maana yake alikuwa anataka zile nchi za Ulaya vile vile zianze kuwajibika katika hilo. Kwa hivyo nchi ya Korea Kusini na nchi ya Marekani zilikuwa kama zina msigano, kwa sababu Marekani ilikuwa inahitaji ile nchi ya Korea Kusini iweze kuongeza sehemu ya bajeti katika upande wa masuala ya ile jeshi la Marekani linapokuwa liko pale katika nchi ya Korea Kusini, na mfano vitu kama hivyo. Walivutana kiasi fulani, lakini ile bajeti iliweza kuongezwa kwa takriban kama 8% hivi. Na issue ilikuwa ni kwamba hiyo budget itatoka katika budget ya ulinzi au itatoka katika zile gharama za maisha za bidhaa labda ambazo zinatumiwa na wananchi kawaida, lakini mwisho wa siku walifikia katika hitimisho hilo. Sasa hatua hii ya Marekani kusema kwamba wanaondoa ile sehemu ya mazoezi kwa kiwango kikubwa kwa sababu ya kusevu gharama, maana kile tunachokiona ni kama kwanza kudhoofisha ule mpango wa Island Chain Strategy, ule mpango wa kutumia vile visiwa ambavyo vinazunguka nchi ya China kwa ajili ya kuitia joto nchi ya China. Maana yake ule utayari wa jeshi ni kama unakuwa unapungua kwa upande mmoja au mwingine. Hili ni jambo la kwanza ambalo tumekuwa tukilitazama, ambalo asili yake kwanza ni katika upande wa ile budget sharing, na ndio maana inaonekana kama Marekani katika hoja walioitoa ile nikisema budget sharing maana yake ile kushare katika upande wa zile gharama za jeshi linapokuwepo katika zile nchi husika ambazo jeshi la Marekani linakuwepo. Na ndio maana katika statement ya Rais Donald Trump amezungumzia swala la gharama kwamba wao ndio wanabeba gharama kubwa. Kwa mantiki hiyo, ikiwa Korea Kusini wao wataona kuna umuhimu wao kuendelea kufanya mazoezi na Marekani, basi wakubali kubeba gharama. Ndio logic ya Rais Donald Trump katika sehemu ya maelezo yake ambayo amejaribu kuizungumza. Lakini jambo la pili ambalo tunalitazama, tunaona ni namna gani jeshi la Marekani kupitia sera za Rais Donald Trump inakuwa jeshi lake ni kama linapunguza sehemu ya ushawishi wake, yani yenyewe inajikuta kwamba inapunguza sehemu ya ushawishi wake katika nchi tofauti tofauti. Inawezekana wakawa wanafahamu wenyewe clear kile wanachokifanya, au inawezekana wakawa labda hiyo madhara yake hawajaiona, na hii imekaa katika muundo huu. Sera Rais Donald Trump ni sera ya Make America Great Again. Ni sera ya kuifanya Marekani kuwa kubwa, irudi katika ukubwa wake. Lakini kwa mwenendo wa Rais Donald Trump wanaokwenda nao ile kuifanya Marekani kuwa kubwa, maana yake ni kama anakusudia Marekani kwanza inatakiwa iwe katika hali nzuri na kisha ndio iweze kutoa katika nchi nyingine. Ina maana kama Marekani yenyewe haijawa katika hali nzuri, hakuna haja ya yenyewe kuanza kutoa katika sehemu nyingine. Hii ndio focus kubwa ya Rais Donald Trump ambaye amekuwa akienda nayo. Na ndio maana unaweza kuona kwamba kwa mfano Japan katika kipindi cha mgogoro kama ule wa Iran alikwenda akatoa zile air defense system kama Third Patriot, alizitoa akazipeleka katika nchi kama ya Israel, maana yake kusave interest yake kubwa zaidi, maslahi yake makubwa kwa sehemu gani, akapeleka huko pasi na kujali chochote. Na ndio hicho ambacho kinaonekana hivi sasa kwamba sera yake sasa hivi ina maana ni kama inazitaka nchi ambazo ni washirika wake wabebe baadhi ya majukumu. Sasa tatizo la kuziagiza nchi au za kufanya nchi zianze kubeba majukumu yake ambayo ilikuwa inabebwa na Marekani ni kwamba kinyume chake unatengeneza uwezo wa zile nchi. Nchi zilikuwa zinakutegemea wewe kwa nguvu, kwa vitu vingi, na zinafata kile unachoziambia. Ikishafikia hatua ukaanza kuzipa zenyewe majukumu,
ya kuanza kujisimamia zenyewe, maana yake ni kwamba umuhimu wako huenda ukapungua. Kwa mfano, nchi ya Korea Kusini na nchi ya Korea Kaskazini siku zikishikana mikono kwa kuzingatia kwamba wao ni ndugu, wakashikana mikono na wakaondoa sehemu ya uhasama wao, maanake hakuna kazi ya Marekani. Ndiyo maana yake. Nchi za Gulf zitakapofikia hatua zikaanza kuona kama hivyo hivi sasa hivi Saudi Arabia, Pakistan, labda nchi ya Uturuki, kwamba zikaona kwamba zina umuhimu wa kutengeneza nguvu yao zenyewe kama zenyewe, maana yake ni kwamba ule ushawishi wa Marekani unakuwa unaondoka. Kwa hiyo hii ni sehemu ya madhara ya kile ambacho sasa hivi kinafanywa na Rais Donald Trump, kwamba anaona kwamba zile nchi zinawajibika kuweza kushare hizo gharama, lakini kinyume chake ni kwamba nyuma ya pazia, maanake ni kwamba zile nchi zinajengewa uwezo. Sasa huenda Marekani wenyewe wanafahamu au hawafahamu, lakini kiuhalisia ni kwamba kwa sera za Rais Donald Trump, mwisho wa siku ni kwamba ile njia ya Marekani kutandaza sehemu ya nguvu yake duniani ni kama itakuwa inapungua, hata kama yenyewe itakuwa inaona kwamba inakusudia kutengeneza uwezo wake ndani. Maana yake ni kwamba hilo litakuwa linapungua kwa upande mmoja au mwingine, kwa sababu nchi husika mahusiano yake na Marekani hasa ni katika masuala ya ulinzi, kwa sababu nchi kama ya Korea Kusini, maana yake kuikaribisha nchi ya Marekani na kuipokea nchi ya Marekani, of course ni move ya muda mrefu, lakini kuipokea kwake ni kwa sababu ya kuona mazingira ya tishio ya nchi kama ya Korea Kaskazini na kutengenezwa nadharia nyingi za kuhusiana na nchi kama Korea Kaskazini na mfano wake. Kwa hiyo ina maana ule uwezo wa ndani yani mazingira yanapotengenezwa, zile nchi zikaanza kutafuta uwezo wake wa ndani, maanake mwisho wa siku ule ushawishi wa nchi ya Marekani utakuwa unapotea, kwa sababu ushawishi wa Marekani umejengwa kutokana na vitisho. Yani zile nchi zinapohisi kwamba kuna tishio fulani, ndio zimekuwa zikihitaji mwamvuli wa nchi ya Marekani, kwa sababu Marekani inajulikana kwamba ni moja katika nuclear power, ni moja katika powerful country, ni nchi ambayo ina nguvu zaidi duniani. Lakini jambo lingine ambalo tumekuwa vile vile tukilitazama kupitia hicho ambacho kinaamuliwa sasa hivi na nchi ya Marekani ni kwamba ukitizama nchi kama ya Korea Kusini, kiuhalisia ni nchi ambayo kuna vitu huwa inavikataa ya Marekani. Kwa mfano, ukitumia ile island chain strategy, hiyo strategia ya nchi ya Marekani ya kutumia visiwa kuzunguka nchi ya China, msimamo wa Korea Kusini ni kwamba yenyewe haioni kwamba kuna umuhimu wa yenyewe kushiriki katika operation yoyote ambayo mwisho wa siku inaweza ikasababisha tatizo labda baina yake na nchi kama ya China na mfano wake. Yenyewe haioni hivyo. Yenyewe inaona kwamba Marekani kuwepo kwake katika upande wa kule Indo-Pacific, ule upande wa Korea Kusini, upande wa Japani na mfano wake, kuwepo kwake iwe ni kwa sababu ya ulinzi wa Korea Kusini, lakini sio kuwepo kwake iwe ni trick ya kuiandaa Korea Kusini kuweza kuingia katika mgogoro wote unaweza ukaibuka baina ya nchi ya Marekani na nchi kama ya China. Hili ni jambo ambalo wenyewe Korea Kusini wanaona kwamba haliko sawa, bali Marekani uwepo wake uwe ni kwa sababu ya kuleta ulinzi katika nchi husika. Lakini Marekani yenyewe inachoona ni kwamba zile nchi kama hizo Korea Kusini, maana yake ni kwamba zinawajibika vile vile katika kutoa support katika mpango wa nchi ya Marekani pale itakapotokea mazingira yote ya kidharura. Kwa mfano, Marekani wanaingia katika mgogoro moja kwa moja na nchi kama ya China na mfano wake, maana yake na yenyewe vile vile ziweze kushiriki katika zoezi hilo, jambo ambalo kwa upande wa nchi ya Korea Kusini wao mara nyingi wanaona kwamba hilo jambo haliko sawa sawa. Sasa katika mazingira kama hayo, maana yake ni kwamba huwa panatokea misigano ya hapa na pale, pamoja na kwamba kuna mambo mengi ambayo wanakubaliana, lakini huwa yanatokea misigano ya hapa na pale ambayo kwa wakati mwingine inawezekana ikawa inabeba ujumbe kama huu wa Rais Donald Trump kujaribu kutoa maelekezo kwa waziri wake wa vita Pete Hegseth kwamba wanakwenda kusitisha ile sehemu ya mazoezi ya kijeshi baina yake na nchi ya Korea Kusini kwa sababu ya kuepuka vitu kama gharama kubwa na mfano wake. Lakini vile vile amegusia swala la kwamba ni kama vile anavyolaumu nchi za NATO kwamba aliita Korea Kusini katika issue ya kufanya
mpango wa kuilazimisha nchi ya Iran iweze kuachana na nuclear program, kwa maana katika kipindi cha mgogoro ule wa vita, na nchi ya Korea Kusini maana yake haikukubali kwenda kushiriki katika hilo. Kwa hiyo maana hicho anachokifanya ni kama anaiadhibu nchi ya Korea Kusini, lakini target kubwa Rais Donald Trump inaonekana ni kutaka nchi ya Korea Kusini, iwapo itakuwa inahitaji kuweza kufanya mazoezi ya pamoja na nchi ya Marekani, maana yake yenyewe ikubali kuweza kubeba gharama za movement hiyo ya nchi ya Marekani, jambo ambalo linaweza lisikubalike kwa haraka katika nchi ya Korea Kusini. Pamoja na kwamba jamii ya nchi ambazo mara nyingi zinategemea ulinzi kutoka katika nchi ya Marekani, wakati mwingine zinaweza zika twist, zikayumba kulingana na pressure ya nchi ya Marekani na yale mahusiano yao ya ndani jinsi yalivyo, na ukizingatia vile vile katika upande kama wa masuala ya usalama, bado wanaamini kwamba wanahitaji support kubwa kutoka katika nchi kama ya Marekani. Sasa kiujumla ni kwamba scenario hii tunaweza tukafananisha kama scenario ya nchi ya Urusi, ile USSR. Maana yake ni kwamba pale ilipokuwa imeshindwa kuhudumia au uchumi wake kuweza kuhodhi zile nchi ambazo zilikuwa zimejiunga katika au ni wanachama katika ile USSR, maana yake zile nchi ilibidi zianze kujitoa katika ule umoja wa Sovieti. Sasa kinachoonyeshwa na nchi ya Marekani hivi sasa ni kama inahisi kwamba ule mzigo ni mkubwa. Ndicho kinachoonyeshwa na nchi ya Marekani. Inahisi kama ule mzigo ni mkubwa ambao imejaribu kuubeba. Ukilinganisha na nchi kama za China ambazo zenyewe maana yake ni kwamba hazikutaka katika maisha yake kujifungamanisha na mizigo mikubwa ambayo ingewezekana kuwa ni mzigo mkubwa katika upande wa uchumi wao. Lakini Marekani maana yake ni kwamba walijaribu kuhodhi mzigo mkubwa ambao kwa upande mmoja au mwingine ulikuwa unaongeza gharama kubwa katika serikali ya nchi ya Marekani. Lakini challenge kubwa inakuja kwamba Marekani ni superpower, by the way. Ndio nchi ambayo ina uchumi mkubwa zaidi duniani, ukiachilia mbali uchumi mkubwa, wanajeshi kubwa ambalo liko advanced sana na budget yake ni kubwa. Katika mazingira namna hiyo, manake kuwepo katika nchi tofauti tofauti ni jambo la msingi. Kwanza, hiyo ni pointi ya kwanza. Lakini vile vile kuendelea ku-maintain sehemu ya ushawishi wake katika maeneo tofauti tofauti pia ni jambo muhimu ambalo kwa kiasi kikubwa linabebwa na jeshi lake. Kwa sababu hizi nchi zote ambazo zimejaribu kujisogeza karibu na nchi ya Marekani hasa ni kwa sababu ya ulinzi. Kuanzia Middle East kwenyewe ni kwa sababu tu ya ulinzi, kwamba wana uhakika kwamba wakiwa na nchi ya Marekani wanaweza wakapata ulinzi. Ukienda katika nchi za Asia halikadhalika hivyo, hizo Japan, Korea Kusini na mfano wake, zote ni kwa sababu ya kukubali kukaa chini ya umbrella ya nchi ya Marekani, kwa sababu Marekani ni nchi ambayo ina nuclear. Kwa hiyo maana yake ni kwamba ina uwezo wa kuzilinda zile nchi. Ndio sababu kubwa. Sasa inapofikia hatua kwamba kile ambacho watu walikuwa wanakikimbilia katika nchi ya Marekani hivi sasa kimekuwa ni kama kipo katika mazingira ambayo uhakika wake unaanza kupungua, maana yake hilo vile vile linatilia shaka katika ukubwa wa nchi ya Marekani, kwamba kadri muda unavyozidi kwenda, maana yake ni kwamba ishara nyingi zitakuwa zinaonyesha kwamba Marekani hivi sasa maana yake ni decline state. Ni nchi ambayo haijaanguka, lakini kwa mwenendo unaokwenda nao maana yake ni kwamba inakwenda kupoteza ile sehemu ya nguvu yake ambayo tumei-experience kwa muda mrefu toka katika kipindi cha vita kuu ya pili ya dunia, lakini hasa baada ya kuanguka kwa umoja wa Sovieti, maana yake nguvu yake imekuwa experienced zaidi duniani. Na kuanguka kwa Marekani au kupungua kwa nguvu ya Marekani hatutegemei kwamba kutatokea kwa Marekani yenyewe ianguke kabisa iwe haina nguvu. Hapana, haitotokea hivyo. Kwa sababu kitu ili kiweze kuanguka kuna njia mbili za kuanguka. Kuna njia ya kwanza, nchi inaweza ikaanguka kabisa kama ilivyokuwa Yugoslavia, kwamba sasa hivi tena hakuna Yugoslavia, au kama ilivyokuwa ile Ottoman Empire, sasa hivi tena hakuna Ottoman Empire. Manake vile vinchi vimegawanyika, ile eneo limegawanywa. Leo hii inaonekana kabisa kwamba sehemu ambayo ilikuwa ni mzizi wa Ottoman Empire imebaki hiyo Uturuki yenyewe. Kwa hiyo kuna uangukaji wa namna hiyo. Lakini uangukaji wa Marekani inawezekana ikabaki kama ilivyo, isipokuwa wale washindani wake nguvu zao zikaongezeka. China nguvu yake ikaongezeka, Russia nguvu yake ikaongezeka, Iran nguvu yake ikaongezeka, na mfano hivyo eneo la wapinzani wake nguvu zao zikaongezeka kuelekea pale ambapo Marekani yeye yupo.
Kwa hivyo katika mazingira ya namna hii, maana yake kinachokuwa kinajitokeza ni kwamba Marekani yeye anachokuwa anajaribu kukifanya ni kubalance kwamba namna gani ataweza kwenda juu zaidi ya wale ambao wamekuwa wakiibuka kumpata kule alipo. Sasa kwenye kutengeneza plani ya Marekani kwenda juu zaidi, wakati mwingine ni kupunguza baadhi ya mizigo ambayo ilikuwa imejaribu kuibeba kwa muda mrefu, ambayo kwa sababu ya uzito wa ile mizigo ilikuwa inatoa fursa kwa wapinzani wake kuweza kupanda kwa haraka. Kwa hiyo katika mazingira namna hiyo, maana yake ni kwamba hichi kinachotokea sasa hivi kitakuwa kinatoa alama mbili. Alama ya kwanza au ishara mbili. Ishara ya kwanza ni kwamba Marekani ni kama nchi inakwenda kuanguka. Ina maana kama ni nchi ambayo inakwenda kuanguka katika position yake, automatically ni kwamba kinachoonekana ni kwamba yenyewe inabidi ianze kupunguza mizigo yake. Kitendo cha kupunguza mizigo ili iweze yenyewe kujiinua yenyewe kama yenyewe kwa upande wa pili, maana yake vivyo na nguvu yake inakuwa imepungua, kwa sababu nguvu yake ilijengwa kwa yenyewe kushika mizigo mingi. Sasa inapokuwa ile mizigo mingi tena haiwezi tena kushikwa, automatically itabidi jitazame yenyewe, na katika mazingira ya namna hiyo, maana yake ushawishi wake inawezekana ukapungua kwa upande mmoja au mwingine. Hiyo ndio hali ambayo kiuhalisia kwa hivi sasa imekuwa ikiakisiwa na mwenendo wa nchi ya Marekani kupitia tangazo ambalo limetoka kwa Rais Donald Trump likiashiria kwamba wanakwenda kusitisha sehemu ya zile mazoezi ambayo walikuwa wakifanya na nchi ya Korea Kusini. Lakini kiujumla, maana yake ni jambo ambalo bado tuna fursa ya kuendelea kulitazama, na tukitaraji kwamba huenda katika muda ujao tutapata taswira itakayokuwa bora zaidi ya hii ambayo tumekuletea. Jina langu ni Maulid Ali Mnukwa, nikuombe uendelee kufuatilia vipindi vyetu, na nikuombe usahau subscribe, like, share pamoja na kucomment. Uwe na muda mwema.